Tuko tayari kusikia Jehova Mungu wa Israel. Asante kwa ajili ya kile ulichotuandalia tena katika siku ya kwanza, siku ya utangulizi. Na tunakushukuru kwa ajili ya Roho wako Mtakatifu aliye tayari kutufunulia. Asante kwa kile ulimwezesha kufika, na tunakushukuru kwa ajili ya yule ambaye yuko njiani anakuja, hata na wale ambao wanatusikiliza kwa njia ya redio. Baba, tunasema asante kwa ajili ya kusudi lako. Asante kwa ajili ya neno lako. Asante kwa ajili ya Roho wako, kwamba na yeye yupo katikati yetu kama ulivyoahidi. Tunapokusanyika namna hii, wawili au watatu katika jina lako, anakuwepo kutufundisha, kutuombea, kutujaza nguvu, kutuganga, kutuponya, kutuimarisha. Asante kwa sababu kwamba unakwenda kufanya hivyo. Nasi mioyo yetu ina njaa na kiu ya kusikia na kupokea kutoka kwako. Tunakushukuru kwa sababu ya uaminifu katika neno lako, kwamba uliahidi wote wenye njaa na kiu utatujaza, utatushibisha. Tuko tayari kupokea. Tuko tayari kusikia. Tuko tayari kuamini. Tuko tayari kubadilika, ili tuweze kuwa na hakika ya uzima wa milele. Sema nasi tu kwa lugha nyepesi, Bwana. Fungua akili zetu kusikia, kuelewa, kuamini, kupokea na kubadilika. Kwa utukufu wa jina lako pekee Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, na wote tuseme amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa neema ambayo ametupa kuwepo kwa mara ya kwanza kabisa Ugweno. Amen. Tumefurahi sana kufika. Ni historia kwetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ni historia kwetu. Wengi huwa tunakutana kwenye vile vipindi vya asubuhi, Kicheko Radio. Basi limekuwa jambo jema kwamba tumepata darasa la live, la moja kwa moja, ambapo mnaweza kuuliza na maswali. Tunaweza kupata maombi na maombezi tofauti na kule redioni. Si ndio jamani? Sawa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hilo. Tuwakaribishe sana wale ambao mmetokea makanisa mengine. Mungu awabariki kwa kufanya hivyo. Na sisi sasa sote tuendelee basi kuwa matangazo kwa wengine. Na namna hiyo Mungu atakupa thawabu, kwamba ulishiriki katika kusababisha mtu mmoja zaidi kubarikiwa na kubadilika. Amen. Basi tuanze utangulizi. Asubuhi niligusia kidogo, sikuweza kwenda kwa kina sana, lakini niligusia kidogo katika kipindi cha asubuhi, kipengele cha maandalizi ya kurudi kwake Bwana. Tuseme wote maandalizi. Bwana yu karibu, kwa hiyo ni lazima tujifunze ili tusije tukakosa, tusije tukamiss. Kwa sababu tumeshaona kwenye utangulizi wa asubuhi kwamba sio wote waliokuwa na mavazi ya harusi waliweza kupenya kuingia harusini. Sio wote waliokuwa na mavazi ya harusi waliweza kupenya kuingia harusini. Walikuwa na mavazi wengi, lakini nusu yao hawakuwa na taa, hawakuwa na ushuhuda. Biblia inasema nuru yenu na iangaze, watu wayaone matendo yenu mema, wamtukuze Mungu. Kwa hiyo unaweza ukawa na vazi zuri la harusi, lakini bado ukashindwa kupenya kwenye milango ya mbingu kwa sababu ya kukosa taa, kukosa nuru. Na tunao watoto wa Mungu wengi wenye mavazi ya harusi, wenye mavazi ya wokovu, wenye mavazi ya kidini. Kimtazama haraka kwa nje unajua huyu mdogo wake Mtume Paulo, au huyu mdogo wake Bikira Mariam. Lakini ukisikia sasa anavyofyatua matusi kwa kondakta wa daladala, unajiuliza mdomo huu analia chakula kweli huyu? Kwa hiyo muonekano wa nje ulikuwa tofauti na hali halisi ya ndani. Sasa kama Bwana alishatupa onyo
kwenye Mathayo 25 kwamba nusu ya wateule hawakuingia. Alitupa onyo kabisa kwenye Mathayo 25 kwamba nusu ya waliovaa mavazi ya harusi hawakuingia. Hiyo ni takwimu mbaya kabisa, sio nzuri. Yaani nusu ya sisi hapa, Mungu apishe mbali, lakini yamkini hatutaingia. Pamoja na kwamba tuna mavazi ya harusi, kwa sababu ya kukosa maandalizi. Nusu hawakuingia. Mathayo 7:21-23, si kila mtu aniitaye Bwana Bwana atakayeingia, bali ni yule ambaye anayafanya mapenzi ya Baba yangu. Sasa wale mliokuwepo asubuhi, kuna takwimu nyingine tuliangalia. Nafikiri mnakumbuka nilieleza kidogo kuhusu mpanzi. Kuhusu mpanzi, alipanda mbegu na zingine zilianguka kwenye udongo mzuri, zingine zilianguka kwenye miiba, zingine zilianguka kwenye mawe, zingine zilianguka kwenye barabara. Ndio hiki hapa nilikuwa nakisema asubuhi. 75% ya waliopandwa hawakufika mwisho. Ni robo tu hiyo yenye rangi nyekundu ndio walioiva, waliozaa. Jamani, hizi takwimu hizi sio takwimu nzuri. Zinavunja moyo, zinasikitisha. Sasa utamuelewa Yesu anaposema kwenye Luka 13 tulisoma asubuhi, anatumia neno jitahidini. Put effort. Tuseme wote tujitahidi. Soma ubao ni 1, 2, 3. Yesu akawaambiaje? Jitahidini kuingia katika ufalme kupitia mlango mwembamba. Kwa nini? Kwa maana nawaambia hakika ya kwamba wengi watataka kuingia ila wasiweze kuingia. Nataka nikupe picha halisi, nisikupake pake mafuta hivi na kukutiatia moyo wakati kumbe uendi. Endapo nataka kukusaidia kabisa upenye kwenye milango ya mbingu, nikwambie ukweli nyeusi nyeusi, nyeupe nyeupe, kwamba usipokuwa na sifa zifuatazo, hata kama una vazi la harusi hautaingia. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Unaweza ukawa na vazi la harusi lakini bado usiingie. Hiki hapa nacho kilinishtua kidogo, cha Mathayo sura ya 7. Tuisome alafu tuendelee. Mathayo sura ya 7. Utaona anasema namna hii kwenye mstari wa 21 mpaka mstari wa 23. Hiki nacho kilinishtua kwamba haitoshi tu kwamba unaweza ukawa na vazi la harusi na bado ukaachwa. Unaweza pia ukawa na karama za kuvutia na ukaachwa. Si mnazijua karama za kuvutia? Kwa sababu kuna karama kama ya kwangu ya ualimu na za kichungaji, ni karama sio za kuvutia, ni karama za kuimarisha. Lakini kuna karama za kuvuta watu, kuwaleta watu, kama karama ya uimbaji, kama karama ya unabii, kama karama ya uponyaji na matendo ya miujiza. Hizo zinaitwa kwa Kiingereza crowd pulling gifts. Ni karama zina pull, zinavuta crowd, zinavuta umati. Si mnaona saizi kuna viti wazi vingi huko ndani. Nikiswitch tu hapa, nikaazimwa karama ya unabii hapa au ya kufurumua mapepo, nikaanza tu kwa jina la Yesu, viti vikaanza kesho hapa hapatoshi. Kweli si kweli? Kwa sababu kuna watu wanakuja kwa Yesu kwanza kwa kushtuliwa kwanza, ndio wanakuja. Tofauti na wewe. Au na wewe umekuja kutest kwanza leo nione ikoje.
Sasa ni muhimu ujue utendaje kazi wa kimungu. Amegawa. Kuna wengine amewapa karama za namna hiyo, kuna wengine ametupa karama za namna hii. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo unaweza ukawa na vazi la harusi na unaweza ukawa na karama za kuvuta umati na bado ukaacha. Soma ubaoni. 1, 2, 3. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana ataingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni mtu yule ayafanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye juu. Siku hiyo, yani siku ya Bwana, baadhi yenu nitawakataa. Na wengi wataniuliza wakisema, Bwana Bwana, kwani hatukutoa unabii kwa jina lako? Na kwa jina lako hatukufanya miujiza? Na kwa jina lako hatukufurumua mapepo? Na bado nitawaambia waziwazi kwamba 1, 2, 3, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu, sikuwajua. Angalia ilivyoandikwa. Haikuandikwa sikujui. Sikukujua tangu unatoa mapepo. Nilishakufutaga. Lakini karama ilibaki. Ila jina lako kwenye kitabu cha uzima tulidelete. Tangu wakati ule unaimba na unajaza umati. Yani mtu akichelewa kidogo anakanje. Tangu wakati ule unatoa unabii na unabii unatimia. Nilishakufutaga. Sasa hiyo nitawafundisha siku nyingine. Inawezekanaje mtu awe na upako na karama za Roho Mtakatifu alafu jina lake halipo kwenye kitabu cha uzima? Inawezekanaje? Natamani ningekata kona nianzie hapo. Kwa sababu hiki ndio kipindi cha mitume na manabii wa uongo, na wanawavuta kweli nyie. Mkiona tu zile sarakasi, mkiona yale matendo ya miujiza, basi mnajua hapa ndio penyewe. Wewe utakuwa hujasoma vizuri Mathayo 7. Unaweza ukawa na hizo karama zote za kuvuta watu, karama za matendo ya kushangaza, na bado ukawa umefutwa. Labda Mungu akinisaidia hapa katikati nikalazimisha, naweza nikakuelewesha kidogo, ili usije ukakimbizwa sana na karama ya mtu. Yesu hakusema mtawatambua kwa karama zao, alisema kwa matunda, yani matendo, kama mwenendo. Shetani anaweza kuiga karama ya Roho Mtakatifu. Shetani hawezi kuiga tunda la Roho Mtakatifu. Shetani hawezi kuwa mpole, hawezi kuwa mkweli, hawezi kuwa mwaminifu. Kwa hiyo tunda la Roho ni kitu ambacho hawezi kuiga. Lakini karama za Roho anaweza. Anaweza. Musa alitupa fimbo chini kawa nyoka. Farao akapiga makofi akasema hiyo nakulipa. Naye akatupa fimbo chini kawa nyoka. Elezea. Ni kweli ile mechi tulishinda baadaye. Nyoka wa Musa akameza nyoka wa Farao. Lakini Musa aliondoka pale anafuta jasho kwamba Farao kumbe na yeye sio kitu kidogo. Nimefanya muujiza, amejibu. Anaweza kufanya. Nimeongea na mtu ambaye ametafuta mtoto miaka 13, alipoenda kwa mganga akapata mtoto. Shetani anaweza kwa sababu alichukuaga password yetu. Si mnajuaga sisi ndio tulikuwa Mungu wa dunia, falme wa anga, ndio sisi. Lakini yeye akatutapeli pale kwenye bustani ya Eden. Kwa hiyo vitu vyote unavyomuona anavifanya kupitia wachawi na waganga kienyeji, ndio zilikuwa staili zetu kama tusingepoteza. Wachawi wanatokea na kutoweka, hawatokei? Si wanatokea na kutoweka? Yesu alitokea na kutoweka, hakutokea? Kwa hiyo wachawi wanatuzidi madarasa. Wanafanya za Yesu. Kuna password walichukuaga kwenye bustani ya Eden kutoka kwetu. Kwa hiyo Yesu alipokuja duniani alikuja kama Adamu wa pili, sio yule Adamu aliyepoteza. Alikuja kama Adamu wa pili. Ndio maana alizaliwa bila mbegu ya mwanaume, ili asije akawa ndani ya gereza la yule Adamu wa kwanza aliyeanguka. Kwa hiyo ikabidi aletwe kama Adam, lakini nje ya utaratibu wa mwanaume na mwanamke, ili awe Adam duniani asiye na baba wa duniani, kama vile Adamu wa kwanza ambavyo hakuwa na baba wa duniani. Na yeye akawa Adam asiye na baba wa duniani. Kwa hiyo hana dhambi ya urithi. Kwa hiyo anaweza kutembea katika asili
ya kwanza ambayo Mungu alimwambia Adamu atembee. Ndio maana unamwona Yesu anaingia kwenye nyumba za watu milango imefungwa. Kuna majirani zetu wanaoingia kwenye nyumba zetu milango imefungwa, wapo hawapo? Sasa je, kwa nini unakiona kama ni kitu cha ajabu wakati kuna shangazi yako anafanya? Mbona kinakushangaza wakati kuna jirani yako anafanya? Kuna rafiki yangu mmoja yuko magereza pale Morogoro, anarudi kutoka Lindo. Ni askari magereza. Kwa hiyo anatoka Lindoni usiku. Ameshakabidhi Lindo saa 12 asubuhi. Akaingia ofisini kidogo, akachelewa. Kwa hiyo kwenye saa 4 hivi ndio akafika nyumbani. Mke wake hayupo, watoto wako shule. Anafungua kufuli ya kwanza kenkenke. Anafungua mlango wa ndani kenke. Anamkuta mtoto wa jirani wa darasa la 4 wa kike. Kanatetemeka sasa. Akakauliza, we vipi? Kanalia. Kumbe kameshaambiwa usiseme, milango imefungwa yote, ameingiaje? Lakini baadaye bwana kakashindwa, kakasema kwamba mama jirani alikuwa ananifundisha uchawi, namna ya kuingia na kutoka kwenye nyumba za watu bila kupita mlangoni na bila kupita dirishani. Sasa kabla tujamaliza ndio ukafika. Kwa hiyo yeye kaweza kutoka, mimi sijaweza kutoka, lakini tuliingia bila kupita mlangoni, bila kupita dirishani. Kama Yesu. Hivi nimeingiaje kwenye hiyo story? Hebu turudi kwenye somo letu. Nilikuwa nasema usishtuke sana na matendo ya miujiza. Hata shetani anaweza. Mtawatambua kwa matunda, sio kwa karama. Matunda, tabia, mwenendo. Nabii wa uongo, mtume wa uongo hawezi kuwa mkweli, hawezi kuwa mwaminifu, hawezi kuwa mpole. Yaani kuna vitu tu utavikosa ambavyo ni tunda la Roho, maana hawezi kuiga zile. Lakini karama hizi anaweza. Kwa hiyo narudi kwenye somo langu la mwanzo. Nasema hivi, unaweza ukawa na vazi la wokovu, unaweza ukawa na karama za Roho na bado hauendi mbinguni. Inawezekana kabisa. Kwa hiyo picha ambayo Yesu anatupa hapa ni picha ya ugumu wa kuingia. Ndio maana anatumia neno jitahidini. Jamani, huyu ni mwenye mbingu. Mwenye mbingu mwenyewe ndio anakuambia, put effort my son, my daughter. Put effort mwanangu, weka bidii. Kuna vitu usipokuwa navyo unaachwa. Huingii katika uzima wa milele. Umejinyima kufanya dhambi duniani. Wenzako wanakukaribisha pombe, unajinyima. Wenzako wanakuvuta kwenye zina, unajinyima. Wenzako wanapiga hela, wanafoji risiti kule kazini, wanajenga majumba, wanabadilisha magari, wewe unajinyima. Halafu siku ya mwisho parapanda inalia na mbinguni pia hujaenda. Sasa unajikuta huko motoni, dhambi hujafanya na mbinguni umekosa. Umewekwa sehemu moja na wafanya dhambi, watakucheka huku wanalia, huku wanacheka, huku wanalia, wanasema sasa si bora ungeogelea kwenye dhambi tu kama sisi. Umejinyima dhambi za duniani na mbinguni umekosa. Sasa umekosa vyote. Sisi tunakaangwa kwa haki, lakini wewe mwenzetu, wewe inauma zaidi kuliko sisi. Kwa hiyo hebu amua kwamba nataka kurithi uzima wa milele. Amua. Unaweza ukawa msindikizaji humu kanisani, humu kwenye kwaya, humu kwenye maombi, humu unaweza ukawa msindikizaji kabisa. Huendi popote. Kwa hiyo ni vizuri ujue kama mrithi wa uzima wa milele ni maandalizi gani ya muhimu na ya lazima uyafanye ili taabu yako duniani isiwe bure. Apewe sifa Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana.
taabu yako isiwe nini? Isiwe ya bure. Sasa nataka nikutajie yako mambo manne. Sijui kama muda utanitosha kweli kupiga yote manne, lakini nataka nikutajie mambo manne ambayo bibi harusi serious wa Bwana Yesu hawezi puuza. Bibi harusi serious wa Bwana Yesu anayejiandaa na harusi ya Bwana Yesu, hivi vitu vinne hivi. Ningekuwa na muda ningeweka na cha 5, cha 6, cha 7. Lakini namuomba Mungu aniwezeshe niguse hivi angalau vinne. Halafu tutakaa sasa kwenye ile ya namba 4, ile ya uhodari, maana hiyo ndio tumeanza nayo asubuhi. Imani ya ushindi. Kuwa hodari, kutokuwa legelege, kutokuwa rojorojo, kutokuwa cabbage biskuti. Uwe ngangari, kwamba huyeyuki haraka eti kwa sababu ya taabu, kwa sababu ya dhiki. Mungu ameruhusu umepita kwenye taabu, Mungu ameruhusu dhiki kidogo imekuja upande wako, umeshazira na kamati ya maombi, unasema wai, Mungu mwenyewe yuko wapi? Mimi simuelewi. Kwa hiyo haya mambo manne yatatuchukulia muda kidogo katika juma hili. Halafu tutakaa zaidi kwenye lile la 5. Lakini yote haya manne, utakatifu, utumishi, ustawi na uhodari, kila moja hapo ni semina inajitegemea. Yaani tunahitaji kama wiki 2 kudadavua vizuri utakatifu. Tunahitaji kama wiki 2 kudadavua vizuri utumishi. Tunahitaji kama wiki 2 kuchanganua vizuri ustawi. Tunahitaji kama wiki 1, siku 8 kuchanganua vizuri uhodari. La sivyo utakuwa unasindikiza wengine. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa mfano utakatifu, Waebrania 12:14 anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na utakatifu. Tafuta kwa bidii. Onyesha bidii kabisa ya kujilinda na dhambi. Kama Yusufu, unajua Yusufu angekubali kufanya dhambi angefaidi sana. Kumbuka alikuwa mtumwa, analala chini. Nani akupe godoro mtumwa wewe? Angekubali kufanya dhambi, azina na yule mama mke wa bosi wake, waziri mkuu. Yusufu ndio angekuwa mtumwa pekee anayelalia kigodoro. Yusufu angekubali kufanya dhambi, angekuwa ndio mtumwa pekee anayekula mara 3 kwa siku. Nani akulishe mara 3 wewe mtumwa wewe? Watumwa wanakula mara 1. Yusufu angekubali kufanya dhambi, angekuwa ndiye mtumwa anayekula mara 3. Si ajabu angekuwa ndiye mtumwa pekee asiyevaa jezi za wafungwa. Na si ajabu ndio angekuwa mtumwa pekee ambaye haendi jela, analala hapo tu nyumba ya bosi hapo, kuna kajumba kamtumishi kwa nyuma hapo. Yule mwanamke angemtengenezea mazingira kwamba nataka huyu mfanyakazi aitike dakika yote nikimuita, kwa hiyo asiende jela. Jela yake iwe hapa nyuma ya nyumba yetu, na walinzi wote wanaotulinda sisi wamwangalie. Unafikiri angenyimwa? Nataka tu nikikoa Yusufu atokee. Bosi angekataa? Kulikuwa na fursa, tuseme yote fursa nyingi nzuri kama angekubali kufanya dhambi. Lakini angalia nguvu aliyotumia kujilinda na kukataa kufanya dhambi. Si ajabu wafungwa wengine waliposikia walimcheka. Niliongea na rafiki yangu mmoja anafanya kazi mapato. Ananiambia mimi miaka 4 ya kwanza yote nimepanda daladala bila gari. Nimetumia miaka 4 mimi kupata gari. Wakati kuna vijana nimeanza nao kazi tu miezi 2 mitatu anaendesha gari kali. Usiniulize sana hapo, yani amepataje hela. Lakini wanakucheka na wokovu wako. Ni jaribu kweli hilo. Unaweza ukamuuliza Mungu uko wapi? Nawezaje kuwashuhudia hao waokoke wakati wananiona maisha yangu?
Sio kitu kinavutia. Ni maisha ya taabu saa zingine, sio mara zote, lakini kuna wakati Mungu anaruhusu tupite kwenye dhiki. Miaka 8 tu mbele nikaja nakutana naye, ananiambia wale vijana wote watatu walikuwa wananicheka, wananyea ndoo saizi kule jela kwa sababu ya rushwa. Wamekamatwa. Wameandikiwa miaka ya kutosha tayari. Kwa hiyo mwanzoni unaonekana kama vile hailipi. Aliyejenga juu ya mwamba na aliyejenga juu ya mchanga hatuwezi kuona tofauti, mpaka siku ya dhoruba ndio tunajua faida za kujenga juu ya Yesu. Mwambie jirani, inalipa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa kuna bidii inatakiwa. Mstari mwingine ambao siwezi kuacha kukupa kwenye pointi ya kwanza ni Thesalonike. Andika. Thesalonike ya kwanza 5:23 anasema hivi. Thesalonike ya kwanza 5:23 anasema, Mungu wa amani mwenyewe awatakase ninyi kabisa roho zenu, awatakase ninyi kabisa nafsi zenu, awatakase ninyi kabisa na miili yenu, ili muwe safi na muwe kamili bila lawama mpaka siku ile kuja kwake Bwana Yesu. Soma baoni 1, 2, 3 Thesalonike ya kwanza 5:23. Twende. Mungu wa amani mwenyewe afanyeje? Awatakase ninyi kabisa katika roho zenu, awatakase ninyi kabisa katika nafsi zenu, awatakase ninyi kabisa katika miili yenu, ili muwe safi, muwe kamili, muwe bila lawama. Alafu muhifadhiwe, usipoteze hiyo standard ya wokovu na utakaso. Itunzwe mpaka siku ile ya kuja kwake Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Utakaswe kabisa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Utakaso wa mwili, utakaso wa roho, utakaso wa nafsi. Sasa hapo ndio nataka ujue kuna watu wa Mungu wengi wametakaswa lakini hawajakamilika katika utakaso. Sijui kama tutapata muda wa kupitia kipengele hicho, lakini natamani angalau ni kuonjeshe kidogo, hata kama tutapanga tena wakati mwingine, tuje tujifunze vizuri. Haleluya. Si unajua mwanadamu ni mwili, nafsi na roho, si ndio jamani? Kama hivi. Nimeziachanisha tu kwa madhumuni ya mafundisho, lakini mwanadamu sio mwili. Mwili ni nyumba ambayo mtu anaishi, lakini mtu ni roho. Amen. Mtu ni roho, anaishi kwenye mwili. Sasa usije ukaweka utakaso kwenye roho peke yake ukasahau kushughulika na utakaso wa kwenye mwili, na usije ukasahau kushughulika na utakaso wa kwenye nafsi. Nafikiri nitakuonyesha siku nyingine, lakini ni muhimu ujue kwamba mwanadamu ni 2 in 1, ni wawili katika mmoja. Kuna huyu wa nje mnayemuona, lakini kuna yule wa ndani ambaye ni kama pumzi. Sasa kifo ni pale ambapo yule wa ndani anaachanishwa na huyu wa nje. Kifo ni yule wa ndani mwenye rangi ya njano anapochomolewa kutoka kwenye hilo kokwa lenye rangi nyekundu nyekundu hilo. Tuko wote mpaka hapo? Apewe sifa Yesu. Kwa hiyo sasa unakuta mtu ametakasika roho, hajatakasika nafsi. Na kuna mwingine ametakasika nafsi, hajatakasika mwili. Lakini tunaambiwa hapa ili uwe jasiri siku ya hukumu, Mungu akutakase roho, Mungu akutakase nafsi, Mungu akutakase na mwili. Halafu utunzwe katika hiyo standard, usishuke kwa ajili ya siku ile ya kuja kwake Bwana. Kwa hiyo siku ya kuja kwake Bwana, tiketi mojawapo ya lazima
ili uonekane unastahili, ni utakaso kamili. Sio wa roho peke yake kwa njia ya kuokoka. Unaweza ukatakasika roho, lakini nafsi yako ikawa bado ina kiburi, ina majivuno, ina dharau, au ina hasira, ina uchungu, imejaa uadui. Hiyo haitakusaidia, itakuponza. Kwa nafikiri tutapata muda wa kupitia kidogo vipengele vya namna hiyo, ili tuweze kuwa jasiri kwa ajili ya siku ile. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tuweze kuwa jasiri kwa ajili ya siku ile, siku ya Bwana. Kipengele kingine ambacho kitatuchukulia muda katika juma hili ni utumishi. Utumishi sio utakatifu pekee unaohitajika mtu kurithi uzima wa milele. Kuna utumishi wako. Mathayo sura 25 inasema, wewe nilikupa ngapi? Mimi ulinipa 5. Umeleta ngapi? Nimeleta 5 zingine. Akaambiwa vema, ingia. Hiyo ingia hiyo si utakatifu. Hiyo ingia hiyo ni utumishi. Kwa hiyo kuna tiketi ya utakatifu, kuna tiketi ya utumishi. Wewe nilikupa ngapi? Ulinipa 2. Umeleta ngapi? Nimeleta 2 zingine. Akaambiwa vema, na wewe ingia. Kilichomuingiza hapo si utakatifu pekee, ni utakatifu na utumishi mwaminifu. Umekuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia. Na wewe, mimi ulinipa 1. Umeleta ngapi? Mzee, unajua. Akaambiwa we, nyosha maelezo. Umeleta ngapi? Baba, unajua. We, hebu jibu swali. Umeleta ngapi? Asema mzee, sijaleta isipokuwa ile 1 ulionipa. Akaambiwaje? Mtumwa mzembe, mlegevu, toka nje. Hakuwa mwasherati, hakuwa mlevi, hakuwa mwizi, hakuwa mshirikina. Amekosa mbingu. Lakini karama yako umeizalisha kiasi gani? Zamani ulikuwa unaimba, ukasengenywa, ukazira. Unamziria nani? Atakayetoa hesabu ya karama ni nani? Si ni wewe. Mimi bwana, mimi niliachaga kwaya, walinikera. Niliachaga maombi, walinikera, walinikwaza. Kwa hiyo hesabu ya kazi yako, bwana, kwa kweli hilo eneo sikufanyaga kazi tena. Niliona bora nitunze tu utakatifu wangu kuliko kuingia kwenye huduma nibebe makwazo. Kwa hiyo ni kama kutunza utakatifu. Afu unaambiwa kuna tiketi ya utumishi. Utumishi unaamua pia milele yako. Mzee, sikujua. Unaambiwa toka nje. Huna dhambi zile ambazo tunazijua sisi zile, ila tu hesabu ya kazi haikutimia. Umekosa mbingu. Sasa sijui unavokaa hivi na kunisikiliza na umri wako unazidi kwenda. Unajua wito wako? Kwanza nianzie hapo. Unajua wewe duniani umeitwa kufanya nini? Kuna watu mnalazimisha kuwa jicho, kumbe wewe ni sikio. Kuna watu mnalazimisha kuwa ngozi ya uso, upakwe lotion, kumbe wewe ni ngozi ya kwapa. Zote ni ngozi, lakini kila moja ina mahali pake. Nilikumba uwe ngozi ya kisigino. Huko kwenye uso unatafuta ni niliona huko kwenye uso ndio unaonekana. Kwenye kisigino huko mimi nakanyagwa tu. Hivi ninavyoongea kuna mtu ameshindwa kuja semina, yuko anatupikia jioni. Unafikiri hapendi kusikiliza hapa? Anapenda, lakini ni ngozi ya jikoni. Ndio wito wake. Mwingine amenyosha hii shati vizuri asubuhi. Eti mimi ningesimama hapa mbele kifua wazi, wewe ungesikiliza neno wewe. Aya, umewahi kumuona huyu aliyenyosha hii shati amemtumikia Mungu? Si unaona alivyokusaidia kusikiliza neno saa hizi? Ningesimama hapa kifua wazi. Lazima ujue wito wako. Mungu atakuuliza ulivyopika, sio ulivyoimba. Sasa wewe unapenda ile ya kuonekana mbele za watu.
na kugonga step. Kumbe primary call, wito wa kwanza ni jikoni au Sunday school kule. Unajua wito wako, naona uko comfortable hivi, unamsubiri Yesu mawinguni, tena unaropokaga jamani maovu yamezidi, Yesu tu urudi. Shukuru hajajibu hilo ombi. Arudi wakati we hesabu ya kazi yako hata robo hujatimiza. Shukuru hajarudi. Gonge jirani mwambie shukuru hajarudi. Mwambie tena tungekukosa mbinguni wewe, tungekukosa mbinguni. Kwa hiyo wale wote mliotakiwa kuimba mmezira kuimba, mrudi kwenye kuimba kwa usalama wenu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mliokimbia wizara ya ujenzi, mliokimbia kamati ya ujenzi, mliokimbia kamati ya fedha, mliokimbia kamati ya maombi, kwa usalama wako rudi. Unajitengenezea mbingu yako. Wana makwazo sana. Ukomavu ni kujua namna ya kusuluhisha makwazo, sio kuyakimbia makwazo. Ndio maana kuna hicho kipengele cha mwisho, you must be strong. Lazima uwe ngangari kwamba Mama Debo tumetofautiana, lakini tuwekeni chini viongozi, mtupatanishe, tuendelee kuimba, tuendelee kuomba. Sio unaacha wito kwa sababu wewe na Mama Debo mmepishana. Pigie Yesu makofi yanayostahili. Gonge jirani mwambie rudi kwenye wito wako. Na wapili mwambie rudi kwenye wito wako, na wanyuma yako mwambie rudi kwenye wito. Wito unaamua milele. Sio tu vazi la wokovu. Wito. Asubuhi kuna mama mmoja amekuja huko ndani. Ni wa dini nyingine yule mama, si ndio eti? Aliyekuwa anapitisha mchango wa matibabu. Ni wa dini nyingine yule mama. Lakini hao ndio Yesu hao jamani, hao ndio Yesu. Maana kwenye hiyo Mathayo 25 mistari ya 31 hadi 46 anasema nilikuwa na njaa hamkunilisha, nilikuwa na kiu hamkuninywesha, nilikuwa mgonjwa hamkunisaidia. Wanasema lini Bwana? Alafu Mungu anakuambia kuna siku nilikuja usharikani kwenu kama omba mkanipotezea. Mimi nikamwambia mchungaji muombe yule mama namba ya simu. Wale wote ambao hawajaweza kutoa leo warushiwe hiyo namba, wasije wakapishana na wokovu wao. Amen. Inawezekana leo ulikuwa hujajiandaa, lakini kuna siku hapo katikati utapata hata ka 2000 unakarusha. Ni utumishi. Kuna watu walikosa. Yesu anasema nilikuwa na njaa hamkunilisha, nilikuwa uchi hamkunivika, nilikuwa kifungoni hamkuja kunitazama. Ondokeni kwangu mtenda maovu. Yani uovu hapo sio ulevi, uovu hapo sio wizi, uovu hapo sio zinaa, uovu hapo ni kutokumlisha mwenye njaa. Haya niambie sasa, niambie. Angalia hiyo dhambi kwa Mungu, kutokumlisha mwenye njaa. Ndio maana pointi ya 3 katika maandalizi ya kurudi kwake Bwana ni ustawi. Mungu anataka ustawi, ufanikiwe, upendeze, uongezeke. Maana hiyo na yenyewe inakutengenezea nafasi. Yesu alipopita nyumbani kwako kama ombaomba ulimsaidia. Yesu alipopita mjini kwako kama mgonjwa hospitali anasubiri maharage ya serikali ulimpelekea chai na chapati. Yesu alipopita kanisani kwenu anatafuta matibabu mlimsaidia. Haukimbii michango, unashiriki vizuri kwa sababu umestawi. Na Mungu akupe kustawi katika jina la Yesu. Kwa sababu ustawi unachangia utulivu na maandalizi. Unanoa taji yako, thawabu yako. Sasa ukisoma Luka 21 anaongea kitu, anaongea lugha fulani hivi ya ngoja tuisome. Luka 21:34 mpaka 36. Luka 21:34-36. 1, 2, 3. Jihadharini mioyo yenu isije kalemewa na anasa. Nadhani kwenye anasa
sitakukuta. Ninavyodhani kwenye anasa, muulize jirani, eti kwenye anasa umo? Amesemaje? Tuamini kwenye anasa haupo. Alafu anasema jihadharini mioyo yenu msije mkalemewa na ulevi. Ameanza na anasa, akaja nini? Ulevi. Hebu muangalie. Ulevi huhitaji kumwangalia, huhitaji kumuuliza. Ukimwangalia tu unaweza ukajua. Kwa hiyo usimuulize, ila mpige jicho. Mpige jicho, mpige jicho. Anaonekanaje? Kwenye ulevi yumo? Jihadharini mioyo yenu msije mkalemewa na anasa, msije mkalemewa na ulevi. Naamini hizo mbili, naamini tu hizo mbili haumo. Ila hii ya tatu hii ambayo nimeiwekea rangi hii nyekundu hii, tuseme wote, masumbufu ya maisha haya ya dunia hii. Mnayakumbuka masumbufu Mathayo 6? Yesu alisema nitakula nini, nitakunywa nini, nitavaa nini, nitalipia nini, itakuwa kuaje. Hiyo hali hiyo Biblia inasema uwe mwangalifu na hiyo hali, kwa sababu siku ile inaweza ikakukuta au ikakushtukiza bila kutazamia, kama vile mtego unasavyo. Kumbe hali ya masumbufu inaweza kuwa mtego. Waulize watu wote ambao hawajaweza kuhudhuria leo jioni, kwa nini hawajaweza kuhudhuria leo jioni? Watakwambia kitu cha masumbufu. Lakini kuna mtu humu ndani amefunga duka, amekataa masumbufu ya maisha haya yasije yakawa mtego kwake, na ameingia ndani na amekaa ndani. Amefunga duka, lakini atapoteza faida ya leo jioni, ndio, lakini bora apate neno la uzima. Ameshinda hiyo hali. Na si ajabu ana mkondo wa pili wa kipato, ana mkondo wa tatu wa kipato. Kwa hiyo kufunga duka mkondo mmoja sio shida. Hata ukimwambia twende kwenye uinjilisti Handeni, kesho anaondoka na wewe, kwa sababu ana njia zaidi ya moja ya kuishi. Ana ustawi, hana masumbufu. Kwa hiyo kumbe hicho kipengele cha uchumi, hicho kipengele hicho cha uchumi hicho kitakuwa mtego kwa watoto wa Mungu wengi sana, kwa sababu kinawanyima muda. Jamani, masumbufu yanaiba muda. Chochote ukitaka kuwa na maandalizi mazuri unahitaji muda. Kwaya ikitaka kujiandaa vizuri inahitaji muda. Timu ya mpira ikitaka kujiandaa vizuri inahitaji muda. Jeshi la wananchi likitaka kujiandaa vizuri na lenyewe linahitaji nini? Time. Ndio maana kuna wakati timu zinaenda kambi, kwaya zinaenda kambi, jeshi linaenda kambi. Sasa kinachokula muda wa maandalizi ni masumbufu ya maisha. Na Mungu akutoe kwenye masumbufu katika jina la Yesu. Mungu akubariki, Mungu akustawishe, Mungu akuzidishe ustawi, usiwe kwenye masumbufu. Ili uwe na muda wa kusoma neno, muda wa kuomba, muda wa kuhudhuria, muda wa kwenda kuifanya kazi ya Bwana. Sasa hiyo hali ya kushtukizwa, tuseme wote, kushtukiza itawapata wanadamu wote. Soma mstari wa 35, 1, 2, 3. Kwa maana ndivyo ambavyo siku hiyo ya Bwana itakavyowapata watu wote wanaoishi katika uso wa dunia. Itakuja kwa ghafla na itakuja kwa kushtukiza. 36. Kwa hiyo kesheni daima huku mkiomba ili muweze kuokoka na hayo yote yatakayotokea. Anaongelea mambo ya nini? Ya dhiki kuu, na ili muweze kusimama mbele za mwana wa Adamu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na pointi ya 4 na pointi ya mwisho ambayo ni ya lazima kwa mtu wa Mungu kupenya kwenye milango ya mbingu, lazima uwe hodari. Ufunuo 21 mstari wa 27 inasema hivi. Ufunuo 21 mstari wa 27. Na katika mji ule hakuna kitu kinyonge kitakachoingia. Hakuna. Soma ubaoni. 1, 2, 3. Kwa maana ndani ya mji ule mtakatifu
Hakuna kitu kinyonge kitakachofanyaje? Kitakachoingia, wala chenye uchafu na mawaa. Ndani ya mji mtakatifu hakuna kitu kinyonge kitakachoingia. Lazima uwe hodari. Ndio maana kwenye Luka 13 Yesu anasema jitahidini. Weka bidii. Ukiwa tu rojo kidogo, masumbufu ya dunia, vita, upinzani, majaribu vinaweza vikakutoa kwenye barabara na ukaonekana haustahili. Ngoja nikusomee hii hapa. Sijui kama huu mstari unaujua. Ngoja nikusomee huu hapa. Si wengi mnaujua huu mstari kwamba upo kwenye maandiko. Waebrania 11. Ni 11 au ni 12? Waebrania 12. Waebrania 12:26, 29, 1, 2, 3. Mungu mwenyewe ameahidi akisema kuwa kwa mara moja tena nitatetemesha, sio nchi tu, sio siasa tu, sio uchumi tu, sio mila tu, nitatetemesha mpaka na vitu vya mbinguni. Wale walioandikwa majina yao kwenye kitabu cha uzima mbinguni lazima niwatikise. Kuna wakati nilitikisa nchi, lakini safari hii sitatikisa tu nchi, nitatikisa nchi na mbingu. Wale wote ambao tayari wameandikwa majina yao kwenye kitabu cha uzima lazima niwatest, nione kama wanastahili kuendelea kuwepo. Kwa hiyo nitatikisa siasa, nitatikisa serikali, nitatikisa dini, nitatikisa familia na ndoa, nitatikisa uchumi, nitatikisa mpaka hali ya hewa, halafu nitatikisa na vitu vya mbinguni. Soma mstari wa 27, 1, 2, 3. Mungu akimaanisha, wengine wamelala, jamani mimi nimebeba ubao kutoka Dar es Salaam eti. Nitieni moyo basi. Haya twende 1, 2, 3. Mungu akimaanisha kuondoshwa kwa vile vitu vinavyoweza kutikisika, ili vile visivyoweza kutikisika ndio vikae, ndio vibaki. Kwa hiyo deliberately, kwa makusudi, Mungu anamtuma shetani nitikisie kwaya. Tikisa ile ndoa, tikisa uchumi wa mama Msechu, tikisa. Nione amejenga juu ya mwamba au amejenga juu ya mchanga, ndio nitajua. Tikisa uchumba wa Stella, tikisa uchumba wa Stella. Tikisa ajira ya Stefano, tikisa. Wewe hujui hapo. Fikiria mtu kama Ayubu, mpaka anatikiswa, alikuja kujua baadaye Mungu baba yake anahusika. Mimi nimepoteza watoto wote, mimi nimepoteza mali zote, kumbe wewe baba unahusika. Nilikuwa nataka kumthibitishia shetani kwamba wewe ni mtu wangu. Sasa hata si ungenitonya basi ungeniambia. Mke wangu alishanishawishi nikutukane. Uhodari. Nikakataa. Nikamwambia wewe mwanamke usiwe kama mwanamke mpumbavu. Tupate mema tusipate na mabaya kwa Mungu. Usiongee kama wa mataifa. Wakati huo una majipu miezi 9, majipu ya miezi 9. Umepoteza watoto, umepoteza mali. Sikia kwa jirani, ya sikukute. Juzi kuna binti ananiambia ndani ya wiki moja nimezika baba afu nimezika mume. Ndani ya siku 10 akanitumia na vyeti vya kifo
ambavyo alitakiwa kusaini. Akasema, mtumishi, siwezi kuomba, siwezi kuabudu, siwezi kwenda kanisani. Nafanyaje? Sina ladha ya wokovu. Nikasema, Mungu mtie nguvu. Yani siwezi kusema najua unavyojisikia. Nyamaza kabisa. Hujui ninavyojisikia. Umewahi kupoteza baba? Hapana. Umewahi kupoteza mume au mke? Hapana. Sasa unajuaje? Lakini kimeruhusiwa, kimepita kwake. Asubuhi tulisoma Waebrania 11. Kwa imani wengine walizima nguvu ya moto, lakini kwa imani kuna watu wamekaangwa na moto. Kwa imani wamefunga vinywa vya simba, lakini kwa imani wengine wameliwa na simba. Sio mzembe, ila ameruhusiwa kupita huko. Kama huna uhodari, unaonekana haufai. Soma tena ubaoni Waebrania 12:26-27. 1, 2, 3. Mungu mwenyewe ameahidi akisema kuwa kwa mara moja tena nitatetemesha sio nchi tu bali na mbingu pia. Mstari 27. Mungu akimaanisha kuondoshwa kwa vile vitu vinavyoweza kutikisika, ili vile visivyoweza kutikisika viweze kukaa au kubaki. Jamani, hakuna kitu kinyonge kitaruhusiwa kuingia. Mstari 28 unatutia moyo sana. 1, 2, 3. Basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, ufalme usioweza kutikisika, tuwe na neema kwenye mioyo yetu, ambayo kwa hiyo tunamtolea Mungu ibada ya kupendeza pamoja na unyenyekevu. Kwenye Malaki sura ya 3 anasema hivi, angalia namtuma mjumbe wangu atakayetengeneza njia mbele yangu. Atakuja hekaluni kwa ghafla. Haanzi stendi, haanzi sokoni. Mjumbe wangu ataanzia hekaluni, na atakuja bila taarifa, atakuja kwa ghafla, asema Bwana mwenye nguvu. Ni nani atakayeweza kustahimili siku ya kuja kwake? Ni nani atakayeweza kusimama atakapotokea? Kwa maana atakuwa kama moto wa mfua fedha, na atakuwa kama sabuni ya mfua nguo. Naye ataketi kama mfua fedha, asafishaye fedha, awatakase Walawi. Hao Walawi ni watu wa kanisani. Naye atawasafisha kama mtu anayesafisha dhahabu. Kisha Bwana atakuwa na watu safi watakaoleta sadaka. Unaona, tunaandaliwa kwa ajili ya ibada ya milele ya mwanakondoo, lakini mpaka tumepeleka hiyo sadaka ya sifa, dhabihu za sifa, lazima tupitishwe kwenye moto. Ndio maana kwenye Waebrania tulioisoma inasema Mungu wetu ni moto ulao. Hii hapa. Soma Waebrania 12 mstari wa mwisho 29. Maana kwetu sisi Mungu wetu ni moto ulao. Kazi ya moto ni kutakasa au kutafuna. Kwa hiyo sio kila dhiki na majaribu yanayoruhusiwa kuja kwako yana lengo la kukuangusha. Mengine yana lengo la kukukomaza na kukufanya uonekane unastahili. Petro wa kwanza sura ya 4 17-18. Petro wa kwanza sura ya 4 17-18. Kwa maana wakati umefika wa hukumu ya Bwana kuanza katika nyumba ya Bwana. Haianzi stendi, haianzi sokoni, inaanzia kwenye nyumba ya Bwana. Na hukumu ikianza kwetu sisi, wateule wake, tuliopokea wokovu, je, mwisho wao wasiotii injili ya Mungu utakuwaje? 18. Na mwenye haki akiokoka kwa namna gani? Akiokoka kwa shida. Vipi yule asiyemcha Mungu ataokokea wapi? Yaani mpaka na wewe umeokoka, umesalimika, umenusurika, umepona, ni kwa shida. Mlango ni mwembamba, mtihani ni mkali. Mwenye mbingu mwenyewe anakuambia jitahidi mwanangu. Alafu wewe uko kilaini hivi unamsubiri Yesu mawinguni hivi, wakati hujajikagua kwenye maeneo yote au hujajikagua. Unalala na hasira, mpaka leo huongei na Mama Debo, hamsalimiani. Na unaona ni sawa tu. Lazima uwe hodari, uwe ngangari. Amen. Maana kwenye ule mji hakuna kitu kinyonge
kitakachoingia. Nimedhani kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, nimedhani haya mambo manne yanatutosha katika juma hili. Nimedhani tu. Ningeweza kwenda zaidi ya hapo. Apewe sifa Yesu. Kwa hiyo somo tuliloanza nalo kwenye kalenda leo asubuhi linasema imani ya ushindi. Maana yake kuna mashindano. Kwenye uchumi kuna mashindano, kwenye afya kuna mashindano, kwenye mahusiano, familia, ndoa kuna mashindano, kwenye huduma za kiroho kuna mashindano. Ukiwa tu teke teke kama tambi hivi au kama cabbage, huwezi kupenya kwenye milango ya mbingu. Yaani kitu kidogo tu ushalia, umekwazwa na umekwazika. Mungu akutoe hapo, akupeleke kwenye ngazi ambayo haukwaziki. Haleluya. Unaamua tu sikwaziki sasa. Sipotezi furaha yangu. Why? Nilikutana na dada mmoja ananiambia, ni mtoto wangu wa kiroho. Kwa hiyo ananiambia, dadi naomba uje, narudi kwetu. Ana ndoa na watoto wawili. Ameamua kurudi nyumbani, hayawezi tena mambo ya ndoa. Alafu akasema kabla sijaondoka lakini naomba uje. Nikachukua boda boda, nikafika mpaka Kinondoni. Nikakuta anamnywesha mtoto vya mwisho mwisho, uji vya mwisho mwisho, aingie kwenye gari arudi kwao. Anasema asinisumbue na kwetu. Kwa hiyo nikamuuliza, unavoondoka hivi mwenzako anajua? Akasema atakuta barua mezani. Tuna miezi hatuongei, nyumba moja, wote ni viongozi wa vijana. Tulikuwa na urafiki mzuri sana. Kuna limdudu tu limeingia hapa katikati. Hii miaka miwili imekuwa miaka ya shida na mateso. Amekupiga? Amekuletea mtoto wa nje? Basi tu mavurugu yake ya ndani. Ndio nikaanza kumwelewesha, Yesu anarudi, mambo ya hasira na uchungu yatakuponza mwanangu. Sasa dadi unafanyaje? Nikamwambia unakataa kukwazika. Wewe una mikono miwili, una miguu miwili, uombi nauli, uombi sadaka. Maana huyo dada ana saluni yake hapo. Na ana wadogo zake wanafanya kazi kwenye hiyo saluni, ana watoto, ana wadogo zake na mume wake pia wanafanya kazi huko saluni. Saluni kubwa, ana jina. Dada mpambaji, anapika makeki. Haombi nauli kwa mtu, haombi, yani hata mwanaume asipoacha hela, maisha yanaenda, shule zinalipwa. Lakini hilo lote hajaona. Ile tu kwamba sipendeki kwenye hii ndoa kimemkwaza kiasi cha kwamba amesahau baraka zingine zote. Nikamwambia kuna watu wako hospitali wameninginiza miguu, hawawezi kutembea. Kuna mtu anakula drip za kansa, hana nywele hata moja. Kuna mtu hana nyumba, wewe una nyumba. Kuna mtu hana gari, wewe una gari. Kuna mtu hana ndoa hata kama ya kwako iko ICU lakini unayo. Kuna mtu hana watoto, wewe una watoto wawili. Kuna mtu hana kazi, anaomba nauli, wewe uombi nauli. Huumwi, una afya, unapumua, unakula. Hiki kimoja hiki, umekutana na mwanaume ukubwani ndio anakunyima mwanaume umekutana, mtu umekutana naye ukubwani, hujazaliwa naye, anakunyima jeraha. Nimemkuta yule dada anadela tu, havai tena. Anadela siku 4 anadela, hachani nywele, ingawa ana saluni hapo nje, hachani nywele, hajala siku 2 hajala. Nikamwambia unateseka kwa ajili ya mtu ambaye umekutana naye ukubwani. Nikamwambia dogo, maisha ndio haya hamna mengine. Kataa kukwazika. Hajakupenda sawa, Yesu anakupenda. Una watoto, una afya, una kazi, una nyumba, unaishi Tanzania. Ile tu kuishi Tanzania
umeuchinja. Waulize wa Kongo ndio watakueleza. Mmewaona wa Kongo wanavyotusema, maana si wameona eti tunataka kuliamsha. Wa Kongo wamesoma, wametuona kwenye mitandao, wanasema Watanzania mngejua tunavyowatamani, mngejua msingeongea mnavyoongea. Tunakwenda kukinukisha. Mnaenda Mimi nitakuuliza kama umewahi kuvuka hapa nchi. Mimi nimeenda Kongo, nimeenda Zaire hapo, nimeenda Kinshasa, nimepanda daladala imetoboka mwanzo mwisho kwa risasi. Lakini iko barabarani na inafanya kazi. Lakini imetobolewa na marisasi daladala. Ni ushuhuda wa nchi ambayo ilikuwa imeshasimama, saizi angalau inatembea kidogo. Wananiambia wa Kongo, unaweza ukawa na hela isiyo na kazi. Hakuna duka liko wazi, hakuna benki, hakuna daladala. Umeacha kila kitu ndani ya nyumba, umechukua begi 2 tu na una mtoto mgongoni. Unaanza kutembea hujui uendako. Alafu nyie mnataka sikia kwa jirani. Nikamwambia yule mtoto, wewe count your blessings, hesabu baraka zako. Kuna wakati unapewa chupa imejaa robo 3, imepungua robo tu, unalalamikia hiyo robo, unasahau kwamba umejaza robo 3. Nikamtazamisha, nilipomaliza kuongea nikamwambia, Yesu anarudi, hasira na chuki vitakuponza. Akamwambia, dada, shusha mabegi. Shusha mabegi. Walishapakia na mabegi. Akamwambia, nitolee kale ka blouse ka mtoto. Alafu baadaye akasema, yaache hapo hapo mabegi. Nikajua tayari dozi ya kwanza imeingia. Ndio nikaanza kumwambia, sikiliza, wewe mpikie. Maana alishaacha kumpikia, kaka wa watu alikuwa hali tena nyumbani. Kwa hiyo kila siku dada anapika, na kwa kuwa anachelewa kurudi anakuta tumeshakula wote, na bado cha mezani hakigusi. Mimi nikaacha kupika. Nilikuwa ninamnyoshea nguo na mwekea hapo, havai. Anaenda kuvaa huko mtaani huko. Sijui anafulia wapi, sijui anavalia wapi. Tulikuwa humu ndani kama maadui. Nikamwambia, mpikie. Tena mpigie simu muulize unataka kula nini jioni. Akasema, hiyo ndio hatajibu tena, hatajua nimeweka sumu. Yaani unatoka kwenye barafu unaenda kwenye mvuke. Haiwezekani. Yaani utoke kwenye ugomvi afu uende kwenye unataka kula nini jioni. Hata kula atajua kabisa nimeweka sumu. Nikamwambia, okay, lakini pole basi, wewe anza kupika. Pika basi. Akila sawa, asipokula sawa, weka kwenye friji, watakula vijana. Una watoto wengi humu ndani. Saa ya ibada ikifika, maana wako wengi, wadogo zake, wadogo za mume wake, watu kama 8-9 hivi wako kwenye nyumba moja. Kwa hiyo sala ya jioni, pambio zinapigika kikweli. Nikamwambia, piga ibada. Mwite, akija sawa, asipokuja sawa, ni mtu mzima. Usimlazimishe. Kila mtu atachukua nini? Mzigo wake. Lakini angalau umefanya sehemu yako. Mkimaliza sala, mkaribishe kuoga. Akija sawa, asipokuja sawa, oga wewe. Endelea hivyo. Imba pambio zako moyoni, kataa kukwazika. Yule dada akasema, Mungu anisaidie. Na akajaribu. Akawa kila anachofanya ananiambia. Amerudi. Nikamwambia, mpakulie. Ananiambia, nimempakulia amezira. Nikamwambia, peleka kwenye friji. Ita watoto kuomba, mkaribishe. Akaita watoto kuomba.
Nikamaliza amekuja akasema hajaja, anaangalia mpira chumbani kwake. Nikamwambia piga pambio. Yeye ni mtu mzima na wewe ni mtu mzima. Kataa kukwazika. Ni utoto kukwazika haraka. Kataa kukwazika. Una amani, una Yesu. Una afya, una kazi, una watoto, una nyumba. We, hamna kukwazika. We imba tu pambio zako moyoni. Yule dada aliendelea kufanya hivyo wiki nzima. Anapika hakiliwi, anapiga pasi akivaliwi, lakini alikuwa mwaminifu. Anaweka hapo shati 2, suruali 2, boxer anaweka hapo. Ukivaa sawa, usipovaa sawa, we ni mtu mzima bwana. Mimi nifanyaje? Mimi naenda mbinguni. Dada akaendelea na kawimbo kake. Baada ya wiki mwanaume akagundua ndani kama amepuuzwa hivi. Watoto hawana habari naye, mke hana habari naye, lakini huduma zote zipo. Kutoka kwa mke bora zipo. Lakini akagundua mama hakwaziki tena. Nilipokuwa namwombea siku ile kabla ya kuondoka, nilimwambia haya ni machozi ya mwisho, hamna kulia tena. Why? Hamna kulizwa. Hamna kulizwa na mwanaume umekutana naye ukubwani. Kataa. Lia cha mwisho leo. Baada ya hapo, osha vyombo na kawimbo moyoni. Bana nywele na kawimbo moyoni. Fagia sebule, zulia na kawimbo moyoni. Pika na kawimbo moyoni. Mkaribishe, akija sawa, asipokuja toa vyombo na kawimbo moyoni. Njani ya nani? Wai? Haleluya, haleluya, haleluya. Usilaumike ndani ya nyumba, fanya kila kitu vizuri. Baada ya muda mwanaume akaanza kuchungulia simu yake akidhani huyu atakuwa amepata mwanaume mwingine. Nikamwambia mpe simu, mpe na password. Akaanza kuiacha simu maksudi mbele yake. Ili kama unadhani nimepata mwanaume, ni kweli anaitwa Yesu. Amen. Mwanaume akapekwa ile simu siku 2 akagundua hamna. Lakini mbona ana furaha, mbona ana amani? Nikamwambia chomoa socket kabisa, usiweke umeme kwa mwanaume yeyote isipokuwa Yesu. Chomeka kwa Yesu. Furaha yako itoke kwa Bwana. Utampenda asiyependeka. Furaha inatoka kwa nani? Kwa Bwana. Si mnaujua ule mstari, alitupenda tungali wenye dhambi. Yeye ana uwezo wa kukupenda hata kama upendeki. Warumi 5 mstari wa 5 hadi wa 8. Alitupenda tungali wenye dhambi. Hilo pendo hilo, ukilipata hilo, linakuwezesha kumpenda asiyependeka. Uchoki, utapika, utafua, utamheshimu, lakini utakataa kukwazika. Hamna kukwazika wakati tunamsubiri Yesu mawinguni, hamna kukwazika hapa. Tunataka kutunza moyo safi. Tuseme wote moyo safi. Kwa hiyo ili uweze kushinda lazima uwe hodari. Hayo ni majaribu mazito. Ni uhodari kutoka kwa Bwana unaotuwezesha kushinda. Wapendwa, nimemaliza utangulizi. Amen. Sasa kesho nitaanza ya kwanza ile. Tuichambue kidogo kwa uchache. Ujue tofauti ya utakaso wa roho, utakaso wa nafsi na utakaso wa mwili. Maana tumeambiwa hizi zote 3 hizi ni kwa ajili ya siku ile. Uwe safi na kamili bila lawama. Tuseme wote safi, kamili, bila lawama. Mpaka siku ile. Kwa hiyo tutaangalia utakaso wa roho ukoje, kuna hatua 7. Tutaangalia utakaso wa nafsi ukoje, kuna hatua 7. Tutaangalia utakaso wa mwili ukoje, na wenyewe pia una hatua 7. Kwa hiyo shule ya kesho ni ndefu kidogo. Naomba uwahi kufika ili nisiache kiporo. Kuna watu wanatoka mbali, tunataka muda kama huu saa 11 hivi tuwe tunafunga, tuwaruhusu wanaoenda mbali waende kwa amani. Hebu shika sadaka, tumshukuru Bwana kwa ajili ya siku ya kwanza, na tumombe Mungu atupe neema ya kutembea katika darasa la siku 8 bila kuingiliwa.
Mwimbaji wa wimbo huu anaimba, anasema njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ni nini? Ni nanga. Amen. Sasa sitaki tuimbe njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu kama vile tunamweleza mtu. Nataka tumweleze yeye mwenyewe. Badala ya kusema yeye hunipa wokovu, sema wewe Yesu unanipa nini? Wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zako. Sio nguvu zake. Kwenye wimbo imeandikwa nguvu zake. Lakini ukiimba hivyo ni kama unamweleza mtu habari za Yesu. Maadamu Yesu yupo katikati yetu, tumweleze yeye mwenyewe kwamba Yesu, nguvu zako kwangu ndio nanga. Sitetereki, siyumbishwi na mawimbi, maana nimetia nanga kwa Yesu. Amen. Hebu simama. Simama kwa miguu yako. Umeshika sadaka au mlishatoa? Hamjatoa eh? Okay. Njia yangu iwende, wewe hunipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zako ndio na njia yangu. Wewe hunipa mawimbi, nguvu zako ndio kwako Yesu, nasimama. Ndiwe mwamba, ni salama. Ndiwe mwamba, ni salama. Fungua kinywa, mwambie Bwana Yesu asante kwa ajili ya siku ya kwanza. Fungua kinywa nisikie watu wakiomba. Mwambie Bwana Yesu asante kwa ajili ya juma zima hili ambalo umetutengea tuweze kukaa barazani pako tukapate kujifunza kutoka kwako. Asante kwa ajili ya kusudi la ujumbe huu, ujumbe wa maandalizi, niweze kuwa tayari kwa ajili ya siku ile ambayo hakuna mtu anayeijua. Niweze kuwa tayari Bwana, parapanda yako itakapolizwa, nionekane niko safi, niko kamili, bila lawama. Nisaidie Bwana, najua niko chini ya kiwango hicho kwa sasa, lakini ndio maana umelituma neno ili kunitoa kwenye hali ya uchafu, kwenye hali ya uovu, kwenye hali ya mawaa yanayoweza kuniponza katika siku ile nikaonekana sistahili kwenda na wewe. Nisaidie Bwana katika swala zima la uhodari, niweze kuwa hodari, nisiwe dhaifu, nisiwe legelege, nisiwe mvivu, nisiwe mtu wa kukwazika kirahisi. Ganga moyo wangu una vidonda, moyo wangu una uchungu, moyo wangu una majeraha kwa mambo niliyotendewa na wapendwa niliyowategemea sana. Wamenichoma moyo mkuki, wamenichoma moyo na visu. Yesu, niende kwa nani? Kwako na kwako pekee nikimbilio, maana wewe ulisema umekuja kuwaganga waliovunjika moyo. Anza na mimi Bwana, anza na mimi.
uchungu wote unitoke, hasira yote initoke, maumivu yote yanitoke. Nirejeshe furaha, nirejeshe amani, niweze kuimba, kuomba, kusoma neno, niweze kuhudhuria kwa furaha bila makwazo ya walionikwaza, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Asante kwa sababu kwa nguvu ya neno na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kila aliyeumizwa kwenye nafsi yake, nguvu ya neno lako na nguvu ya Roho wako vinafanya kazi kuanzia sasa kumganga na kumponya na kumuondolea maumivu yote na kufunga majeraha na kufuta makovu yote. Awe na moyo safi kama vile hajawahi kukwazika. Ninamwombea nguvu ya kushinda majaribu ya kila namna, Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakutegemea, tunakutumaini Roho Mtakatifu, maana wewe ndio utendaye kazi ndani yetu katika kulitimiza kusudi. Asante Jehova kwa kutupa siku 8 hizi na somo hili la maandalizi. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye umekusudia kumhudumia. Mikononi mwetu tumeshika matoleo. Hatuwezi kulipa wala hatuwezi kununua baraka zako, lakini tunajua sadaka ni kanuni muhimu ya kiroho. Ninaomba ukambariki kila mtu anayekwenda kunyosha mkono wake kukutolea saa hii. Gusa maisha yake, gusa afya yake, gusa kazi yake, gusa uchumi wake, gusa familia yake. Bwana, ponya na kuganga vyote vilivyoonewa na adui kwenye maisha yake, ili arudi kwenye ustawi, arudi kwenye amani, arudi kwenye furaha, arudi kwenye maisha ya baraka, ushindi na mafanikio. Akutumikie kwa furaha maishani mwake, akikusubiri kwa hamu mawinguni, katika jina la Yesu Kristo. Sadaka hizi ziendelee kuongea mbele zako kwa niaba yetu, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Tunaomba na kushukuru, na wote tuseme amen. Amen, amen. Basi karibuni. Sasa tafanya haraka haraka kwa sababu ya muda. Endapo unahitaji maombezi kwenye eneo lolote, sio afya tu, labda moyo unauma kwa mambo uliofanyiwa na unamwomba Mungu akuwezeshe kusamehe, kama unahitaji maombi, basi ukiweka sadaka, naomba upite mbele, upitilize hapa mbele. Tutafanya haraka haraka leo, lakini kesho tutafanya pole pole. Kwa hiyo kama una haraka uwe na amani, kama lazima ukimbie saizi, lakini kama unaweza kusubiri kidogo ili tuombe kwa ajili ya ndugu zetu. Kuna watu wana maumivu ya mwili, kuna watu wana mateso ya mwili na wamekuja nyumbani mwa Bwana, na kuna watu wana maumivu ya kisaikolojia ya moyo, wana uchungu, wana vidonda na wanahitaji mguso kutoka kwa Bwana. Wewe ambaye haujambo, huwezi kujua wenzako wanajisikiaje. Kwa hiyo hebu tuombe kwa ajili yao. Na kama una jambo jingine lolote, unamwombea mtoto, unaombea kazi, biashara, una kesi polisi, unahitaji Mungu aingilie kati, basi tumia dakika hizi. Ukiweka sadaka, pitiliza mbele, weka mistari, tutafanya haraka haraka kukuombea. Kama sio leo, basi weka sadaka, rudi ukae, ili tumalize sote kwa pamoja. Kwa hiyo waimbaji watatusindikiza. Amen. Msalaba ndio chanzo cha mema. Karibuni, karibuni, karibuni. Karibuni kwa matoleo.
alipoongea na Yesu kwa dakika moja, alikuwa na mtindo wa kuuliza unataka nikufanyie nini? Si kwamba hajui shida yako, lakini ni kanuni kwamba aombaye ndiye upokea. Kwa hiyo kwa dakika moja, kama sio siri, fungua kinywa, mwambie Bwana Yesu, nigusa kifua, mgongo, miguu, au biashara, au masomo, au familia yangu. Wewe unajua kilichokuleta hapa mbele. Mweleze Yesu, mweleze Yesu kwa dakika moja. Tunakuja mbele zako Jehova Mungu wa Israeli. Umesema tusijisumbue kwa neno lolote, bali kila neno kwa kusali na kwa kuomba na kwa kushukuru. Na umesema haja zetu zijulikane kwako. Tazama, mama huyu amepiga hatua kuja, na baba huyu amepiga hatua kuja kwako, na mtoto huyu na binti huyu na kijana huyu. Wewe ndiwe unajua haja za mioyo yetu. Bwana, hatuwezi kujificha mbele zako. Unajua mateso yetu, unajua misiba yetu, unajua mizigo yetu, unajua yote mitego ambayo adui ametuwekea. Nasi tumekimbilia kwako, maana kwako kuna uzima, na kwako kuna tumaini, kwako kuna nguvu kwa aliyechoka, kwako kuna uponyaji kwa anayeteseka na maumivu, kwako kuna amani kwa yule aliyepoteza furaha na amani. Ninaomba kila mmoja wetu aliyepiga hatua kuja hapa mbele aondoke akiwa amepokea sawasawa na mahitaji yake, kwa wingi wa fadhili zako Bwana, kwa wingi wa fadhili zako na rehema zako na neema zako. Ninaomba kila mtu aguswe na mkono wako ulio hodari. Ninaomba kila mtu aguswe na nguvu zako. Ninaomba kila mtu aguswe katika pointi ya uhitaji wake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Aliye mgonjwa apokee uzima, aliyechoka atiwe nguvu, aliyekata tamaa apate tumaini tena, aliyepotea aweze kurejeshwa, aliyefungwa ninaomba afunguliwe Bwana, aliyechoka ninaomba atiwe nguvu, aliyepungukiwa ninaomba ajazwe kwa mkono wako wenye nguvu, na kwa mito ya baraka, kwa mito ya baraka, kwa mito ya baraka, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Sikia kilio chake, tazama machozi yake, tazama mzigo wake Bwana. Umesema tukutwike wewe fadhaa zetu, maana wewe unajishughulisha sana na mambo yetu. Baba, tunakutwika. Tumekuja madhabahuni kwako, tumekuletea maumivu yetu na mateso yetu, tumekuletea misiba yetu, tumekuletea mizigo yetu, tumekuletea maisha yetu, ukapate kuyakarabati. Ukamkarabati kila mtu, atoke hapa aseme hakika nimekutana na Bwana. Kwa utukufu wa jina lako Yesu, kwa utukufu wa jina lako Yesu. Anza kushukuru sasa, anza kushukuru, na maombezi yatakuwa yanaendelea. Watumishi wa Mungu mliopo, naomba tushirikiane, naomba tushirikiane. Karabadosa, ingia katikati, ingia katikati, weka mikono juu ya watu. Pokea, pokea, pokea. Wewe endelea kushukuru. Ukisikia mtu anakugusa usishtuke, tuko wengi. Yesu atakugusa. Bwana Yesu atakugusa. Endelea kushukuru tu. Bwana Yesu atakugusa katika pointi ya uhitaji wako. Thank you Lord, thank you Jesus. Kamati ya maombi, ingia katikati. Ni saa ya kazi, ni saa ya kazi. Ndio, shika mstari, shika mstari. Watumishi wa Mungu mliopo, wachungaji wa injilisti, karibuni. Rapasakataya. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nguvu zake aliye juu zikuguse na kukuponya na kukuganga katika eneo unaloteseka kwa jina la Yesu Kristo. Mateso ninanyamazisha, ninavunja kila nguvu za adui, kila nguvu za giza, kila nguvu za giza, kila nguvu za giza, nguvu za kiganga na kichawi zilizotumwa kuiba, kuvunja na kuharibu kwa jina la Yesu. Toka, achia, achia akili yake, ufahamu wake, achia nafsi yake. Ninakomboa nafsi yake, ninakomboa nafsi yako, ninakomboa nafsi yako kutoka kifungoni. Mwili wako nakomboa kutoka kifungoni kwa jina la Yesu.
Yesu. Rapasa. Fire. Funguka. Funguka, funguka, funguka. Nguvu ya Mungu ikuweke huru. Nguvu ya Mungu ikuweke huru. Pokea nguvu ya Mungu. Pokea nguvu ya Mungu. Pokea nguvu ya Mungu. Pokea nguvu ya Mungu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu ikomboe maisha yako. Tunao ukombozi katika damu ya Yesu. Ninakomboa yaliyotekwa na yule adui. Urudishiwe. Urudishiwe. Urudishiwe kwa jina la Yesu Kristo. Rebo sataya. Fire of the Holy Ghost. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Nguvu ya Roho Mtakatifu ikuweke huru. Funguka. Funguka kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Ninavunja gereza ulilowekwa. Ninakutoa gerezani katika jina la Yesu. Pokea uhuru kweli kweli. Funguka uwe huru. Funguka kabisa. Be free. Be free. Be free. Uwe huru kwa jina la Yesu. Uwe huru. Damu ya Yesu ikuweke huru. Damu ya Yesu ikuweke huru. Damu ya Yesu ikuweke huru. Fire of the Holy Ghost. By power of the Holy Ghost. Be free. Uwe huru kabisa. Nguvu ya Mungu ikuweke huru. Pokea. Pokea haja ya moyo wako. Pokea kwa imani. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea sawa sawa na haja ya moyo wako. Sawa sawa na fadhili za Bwana. Sawa sawa na nguvu ya Mungu. Pokea kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu ikuponye. Mateso yote mwisho. Mateso yote mwisho. Ninafunga yote. Ninafunga yote. Ninafunga yote. Mwisho kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila kilichoibiwa, fahamu zilizoibiwa, akili zilizoibiwa, tabia njema iliyoibiwa, rudisha. Rudi kwa jina la Yesu. Rapasataya. Pokea nguvu ya Mungu. Pokea nguvu ya Mungu. Pokea nguvu ya Mungu. Pokea nguvu ya Mungu. Ndio ukombolewe. Nafsi yako ikombolewe. Akili yako ikombolewe. Fikra zako zikombolewe kwa jina la Yesu Kristo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Be free in Jesus' name. Asante Yesu kwa uaminifu wako. Nguvu ya Mungu ikuweke huru. Funguka kabisa katika jina la Yesu. Funguka kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu ikukomboe. Damu ya Yesu ikukomboe. Damu ya Yesu ikukomboe kutoka kifungoni. Pokea. 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 Pokea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila uchungu na maumivu, kila uzito ukuachie kwa jina la Yesu Kristo. Vikuachie. Vikuachie. Vikuachie kwa jina la Yesu. Uwe huru. Uwe huru kwa damu ya mwana kondoo. Kwa damu ya mwana kondoo na kutangazia uhuru kwa damu ya Yesu. Na kutangazia uhuru kwa damu ya Yesu. Wewe na nyumba yako, wewe na uchumi wako, uwe huru. Be free. Uwe huru katika jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu inene mema kwa niaba yako kuanzia sasa katika jina la Yesu. Asante Yesu kwa uaminifu wako. Tunapokea kwa shukrani. Tunapokea kwa shukrani. Tunapokea kwa shukrani katika jina la Yesu. Na wote tuseme amen. Piga makofi anayostahili mfalme wa wafalme. Hapana. Piga makofi kwa Yesu, mfalme wa wafalme. Kwa imani pokea. Amen. Unaweza kurudi kukaa. Mungu akubariki. Kama nilivyosema, tutafanya tena kesho. Tutafanya tena kesho kutwa. Tarajia mabadiliko. Amini. Amen.
amini kwamba umepokea. Mambo yote tuombayo katika kusali, tuamini kwamba tunayapokea. Amen. Na yatakuwa yetu. Amen. Kwa hiyo nenda kwa imani kabisa, tarajia kuona mabadiliko kwenye afya. Amen. Kuona mabadiliko kwenye kazi unayofanya, kuona baraka, kuona ushindi, kuona mafanikio.